Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na kina mama tulivyo huko ipite chombo, basi inshallah tukusanye kwa ajili ya Allah. Inshallah kila tulichoruhusiwa na Allah kufanya muda, basi inshallah tuweze kuleta hapa. Tusemeni inshallah. Tusemeni inshallah. Kwa Islam ni lete kwa ajili ya Allah. Lete kwa ajili ya Allah. Alafu baada ya hutuba, baada ya sala, baada ya hutuba inshallah tutawaombea dua, vile vile wazee wetu waliotangulia akhira, na vile vile wana sadaka yao tutawatangulizia, ukasema hii sadaka hii namtolea mzee wangu aliyotangulia akhira, kwa sababu ndio sababu ya kupatikana wewe. Mimi jibila hawa wazazi wawili, wewe usijepatikana. Walitakahuma sababu fi wujudika, laulahuma lam yakun kama wujudika. Wewe sikuwepo asilipo hao. Kwa hivyo lazima tuwakumbuke wazazi wetu hao. Kwamba ile jambo la kusema kuombeana dua, jambo hili hakuna. Mzee akishakufa haombewi dua. Watu wanauliza maswali darasani, vipi mzee wako alikufa anafaa kuombewa dua? Jambo hili halifai. Umepata wapi wewe? Manabii waliomba dua kwa kuombea dua wazee wao. Wao wenyewe waliomba dua wakaombea wazee wao, wakaombea na watu wengine. Hapa ukisoma sura Nuh, aya ya mwisho anasema Nuh, Rabbi ighfirli, Mwenyezi Mungu nisamehe mimi, waliwalidayya, na wazazi wangu wawili. Nasemaje? Tafsiri nasemaje? Rabbi ighfirli waliwalidayya, amesema qala Nuh Rabbi ighfirli waliwalidayya. Tafsiri nasemaje hapa? Waliman dakhala baiti, na atakaingia katika nyumba yangu, mu'mina, hali ya kuwa muamini Mwenyezi Mungu, wal mu'minina wal mu'minat, waumini wa kiume na waumini wa kike.